Kiujumla tulikuwa tuna kesi tatu. Kesi ya kwanza ikihusisha vijana 66, kesi ya pili ikihusisha vijana 22 na kesi ya tatu ikihusisha vijana 28. Vijana wote hawa wanakabiliwa na mashtaka makuu mawili. Moja, kula njama ya kutenda uhalifu ambao ni uhaini, na kosa la pili ni uhaini wenyewe. Na kwa mujibu wa hati za mashtaka makosa haya yamefanyika tarehe 28 kwa maana ya kula njama ambapo wanatuhumiwa kwa makosa ya kupanga kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao ulifanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Na kosa la pili ambao kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyosomwa ndani mahakamani wanashtakiwa mnamo tarehe 29 walitenda vitendo ambavyo vinaitisha serikali na kuhujumu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tarehe 29 Oktoba usifanyike kwa uharibifu wa mali za serikali pamoja na miundombinu ya kiuchaguzi. Mashtaka yote matatu yamesomwa mbele ya mahakimu wawili tofauti. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu Mfawidhi Mheshimiwa Stella Kiama pamoja na Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu Mheshimiwa Mwalimu. Na kwa sababu mahakama ambayo mashtaka haya yamesomwa haina mamlaka, hivyo washtakiwa hawajapata nafasi ya kukiri au kutokukiri kosa, na mahakama imetoa amri kesi hizo zitarudi kwa ajili ya hatua ya kutajwa tarehe 24 Novemba mwaka huu 2025. Lakini ndani mahakamani yaliibuka masuala kadhaa ambayo tuliomba mahakama iweze kuyatolea amri. Moja, haki ya washtakiwa kuweza kuonana na ndugu, jamaa na watu wao wa karibu, kwa sababu kama tunavyofahamu hapo katikati tulipita kwenye taharuki. Kwa hiyo toka kukamatwa kwao mpaka kuingizwa ndani mahakamani hawajapata kuonana na ndugu na jamaa na watu wao wa karibu, na mahakama imeelekeza Jeshi la Magereza kupitia taratibu zao za kiulinzi na usalama basi waweze kuweka utaratibu ambao utawezesha washtakiwa hawa au watuhumiwa hawa basi waweze kupata haki hiyo, ikiwemo pia kupata mahitaji ya msingi. Kama mlivyoona, kuna wengine wameletwa mahakamani wakiwa kwenye nguo ambazo zinatweza utu, kiwemo bukta fupi na wengine bukta ambazo hazina staha ambazo zinatakiwa zivaliwe ndani ya nguo nyingine kwa maana ya suruali. Kwa hiyo kama mahakama itatekeleza magereza watatekeleza amri hiyo, basi tunaamini haki hiyo wataipata. Lakini pia Chama cha Wanasheria Tanganyika mkoa wa Mwanza mpaka sasa hivi tuna idadi ya mawakili 37 ambao wako tayari kujitolea kwa ajili ya utetezi ya mashtaka ambayo yanawakabili kwa matukio ya tarehe 29, 30, 31 kwenye mkoa wote wa Mwanza. Kwa majina naitwa Wakili Lugano Kitangalala. Kimsingi wateja wetu walitueleza kwamba walipigwa kwa ajili ya wao waweze kukiri katika maelezo na maandishi kule polisi. Kwa hiyo tumeiomba mahakama iamuru Jeshi la Magereza ambalo ndio litakuwa na usimamizi wa hao watuhumiwa kwa kipindi hiki ambacho wako mahabusu wapatiwe matibabu, na mahakama imekubali hayo maombi yetu na imetoa hiyo amri kwamba watuhumiwa wote wale ambao wana vidonda ambavyo vinaonekana na hata havionekani basi wapatiwe hiyo haki ya matibabu, na ripoti ya matibabu yao iletwe tarehe 24 mwezi huu pale watakapoletwa mahakamani kwa ajili ya kusomewa tena mashtaka yao.